Wadau wa elimu Korogwe wapatiwa mafunzo ya utunzaji wa mazingira shuleni. Mafunzo hayo yameanza leo katika shule ya msingi Gereza kupitia programu ya Shule Bora kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, yakiwa na lengo la kuhifadhi mazingira na utumiaji wa nishati safi. Mradi huu unatarajiwa kutekelezwa kwenye kata 10 za halmashauri ya wilaya ya Korogwe, ikihusisha uanzishaji wa vitalu vya miti na matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa mafunzo haya yataenda sambamba na uandaaji wa bustani, upandaji miti na maelekezo mengine yote ambayo yatakuwa yapo ndani ya miongozo ya mafunzo. Kubwa ni waombe usikivu na tuzingatie yale tunaoelekezwa ili tukifika hapa twende tukatekeleze. Mradi huu matokeo yake au mafunzo haya kuna kitu kitakuja kuangaliwa. Lengo ni kuendelea kumuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan katika mapambano yake dhidi ya kupiga vita hewa ya ukaa. Kwa mradi tunaona tuanzie shuleni ili tupeane mbinu na watoto wale watakapotoka watakwenda na elimu ile kwenye vijiji, watakuwa mabalozi wa kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi, na nchi yetu itaendelea kuwa bado ni mapafu ya dunia. Hapa tu katika mafunzo ya mradi wa Shule Bora, mradi ambao unafadhiliwa na programu ya Shule Bora. Mafunzo haya yanahusu mazingira. Ni kwa jinsi gani tuhusishe mazingira katika programu ya maendeleo ya shule. Kama tunavyojua kwamba mazingira ni muhimu sana katika kuendeleza sehemu yote ile. Kwa hiyo mradi umeona kwamba ni bora kutuletea mafunzo kama hayo, na sisi tunashukuru kwa ajili ya mafunzo ya kuhusisha mazingira pamoja na mpango wa jumla wa maendeleo ya shule, ili baada ya kumaliza mafunzo haya kila shule ambayo inahusika na zile shule nyingine ikaweze kuanzisha programu za kuimarisha na kulinda mazingira ya maeneo husika, maeneo ya shule husika na kata husika. Tuna jumla ya shule 10 zilizoko hapa, ambazo katika hizo shule zina walimu wawili, mwalimu mkuu na mwalimu wa mazingira na pia afisa elimu kata, ambazo hizo shule zipo. Tuna mategemeo yetu ni kwamba mwisho wa siku baada ya mafunzo haya tutatengeneza mpango ambao kila shule itaenda kutekeleza. Tutakuwa na vitalu, na sisi kama halmashauri tutafanya ufuatiliaji wa kuangalia ni kwa namna gani vile vitalu vyetu vya miti na maua yanawezeshwa pale shuleni, ili kuona manufaa ya mpango wetu wa kufanywa kazi. Hata mwisho wa siku tunaenda mbele zaidi, katika shule hizi pia tutaanzisha mashindano ya mazingira, ikihusisha mazingira, usafi, upandaji miti, upangaji wa mawe, ukatiaji wa nyasi na kadhalika. Afisa mazingira halmashauri ya wilaya ya Korogwe Bwana Titus anaeleza faida za mradi huu utakapotekelezwa shuleni. Na tuna shule na kata 10 hapa, ambao wawakilishi wake waratibu wa elimu kata, kwa shule zile na walimu wa mazingira, ambao matarajio ni baada ya mafunzo haya wataenda kuhakikisha kwamba katika shule zao wanazingatia masuala ya utunzaji wa mazingira. Zinakuwa ni shule zinazojali utunzaji wa mazingira, shule ambazo zinawaandaa watoto kuwa kizazi cha watu wanaojali kutunza mazingira katika maisha yao. Ni programu ambayo iko chini ya Shule Bora, ambayo kwa sasa inatekelezwa katika katika halmashauri ya wilaya Korogwe. Kwa baadhi ya shule tayari zimeshaanza, lakini kwa sasa kipindi hiki sasa tunaanza katika kata 11. Ni mafunzo ambayo ndani yake yataibua shughuli mbalimbali katika mashule za utunzaji wa mazingira, kama uanzishaji wa vitalu vya miti, upandaji wa bustani za maua na shughuli nyinginezo, kutokana na mazingira ya shule na fursa zilizopo. Kwa hiyo baada ya hapa klabu za mazingira zitaandaliwa katika shule hizi ziko ndani ya kata 10, na watoto wataanza kuandaliwa kwa ajili ya kuibua na kutekeleza shughuli mbalimbali za utunzaji wa mazingira. Mwalimu Lucian Mbwambo ni mmoja kati ya wanufaika wa mradi huu, anaeleza namna ambavyo wamejifunza kupitia mafunzo hayo.
Kwanza kabisa awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya programu hii ambayo tumeipata leo. Na nishukuru sana halmashauri kuandaa huu mpango wa hii programu ya mazingira, ya namna kutunza mazingira, lakini changamoto mbalimbali ambazo ziko katika mazingira. Binafsi niseme kwamba nimejifunza vitu vingi sana kwenye hii programu. Kwanza nimegundua kwamba kumbe mazingira kama mazingira yana namna mbalimbali ya kuweza kufanya nini, ya kuweza kuyatunza. Lakini unaweza kufanya kitu ukaona kwamba ni kitu cha kawaida, lakini kumbe ni kitu muhimu sana katika utunzaji wa mazingira. Kwa mfano nimejifunza kwamba tunatakiwa tuwe na dustbin shuleni kila mahali, lakini sio lazima dustbin ile uende ukainunue, ukaingie gharama. Unaweza ukamodify vitu ambavyo viko katika mazingira yako, ukatengeneza dustbin ambazo zitafaa kwenye nini, kwenye kutunza taka shuleni ili kuepusha uchafuzi wa mazingira. Lakini pia kitu kingine ambacho nimejifunza na ambacho nataka nikakifanye kwenye shule yangu, ninatamani niende kwa shule ya mfano. Kwanza kizingatia mazingira jinsi yalivyo ni mazuri, tuna uwepo wa maji ya kutosha kwenye mazingira yetu ya shule. Kwa hiyo natamani nikatunze mazingira hasa katika kuboresha, kupanda maua, kupanda ukoka, lakini kupanda miti, hasa miti ya matunda katika mazingira ya karibu na shuleni, lakini pia miti ya kivuli ambayo itafanya kuwe na hewa safi shuleni. Lakini pia kuhakikisha kwamba katika mazingira niliyopo ya shule yangu hakuna taka ambayo inazagaa na kuharibu mazingira tuliyopo. Natamani sana kuwa na shule ya mfano katika utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo kwa kifupi niseme kwamba naishukuru hii programu, imetufanya tumejifunza vitu vingi na imetupa uelewa mpana wa namna ya kutunza mazingira na kuweza kuyaboresha, kuweza kuwa vutivu katika swala zima la ufundishaji na ujifunzaji.